Mpenzi mtazamaji wa Maranatha, nikukaribishe katika siku hii ya leo katika masomo mengine tena ya Biblia, ambapo itakuwa ni wasaa mzuri sana wa kutafakari kwa pamoja neno la Mungu katika siku hii ya leo. Nikualike tunapoanza somo letu hili tupige magoti tupate kuomba, tuualike uwepo wa Kristo uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza kujifunza. Karibu sana. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe kwa ajili ya wasaa huu mzuri. Asante Bwana kunipatia fursa ya kusimama tena mbele ya watoto wako kwa lengo la kuleta ujumbe kutoka juu mbinguni. Baba, naalika uwepo wako uweze kuwa nasi, ukatusogeze karibu na enzi yako, ili kusudi maneno yako ambayo unakusudia yaweze kueleweka kwenye masikio yetu na kueleweka kwenye mioyo yetu, basi tukaweze kuyatendea kazi, ili asipite sikio moja na kutokea katika sikio jingine, bali yatulie katika mioyo yetu, ili aweze kuwa mbegu njema itakayotusaidia kutoka hapa duniani na kufika kwako juu mbinguni siku moja. Asante Bwana, kwa sababu tunaamini utakuwa pamoja nasi ukinitumia kama chombo tu kuwasilisha huu ujumbe kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Naam, nikualike, hakikisha unapopata nafasi ya kusikiliza masomo haya, basi kuwa na Biblia yako pamoja na sehemu ambapo utaweza kutazama au kuandika vitu ambavyo baadaye utapata nafasi ya kutazama tena au kumshirikisha mwenzako kwa lengo la kujifunza naye kwa wasaa mwingine. Basi katika siku hii ya leo tunakwenda kutazama somo zuri sana, somo makini na somo muhimu, hususan katika kipindi hiki ambacho wewe na mimi tunakiishi. Tunaishi wakati wa mwisho kabisa wa kufunga historia ya dunia yetu hii. Mambo yote haya yaliyoandikwa, yaliyotabiriwa, kimsingi yatatimia, kama ambavyo tunasoma katika historia mambo ambayo yalitabiriwa wakati wake yakatimia, na kadhalika kuna mambo ambayo kwa sasa tunasoma kama unabii hayajatokea bado, lakini yatakuja kutokea kama vile ambavyo maandiko yanazungumza katika Biblia na katika roho ya unabii. Siku hii ya leo tunakwenda kutazama somo linalosema historia au sayansi ya historia. Tunakwenda kutazama somo linalosema sayansi ya historia. Kumbe historia ina sayansi yake. Lakini tunapoenda kutazama somo letu hili, nitakukumbusha mambo kadhaa ambayo tulikwisha kuangalia wakati uliopita katika masomo yetu, lakini sio mbaya pia tukirudia. Na katika kurudia huko utagundua kuna sayansi ambayo tunakwenda kuitazama katika siku hii ya leo. Litakuwa ni somo ambalo litakuwa na vipindi viwili kama sio vitatu. Tukipata nafasi ya kuviweka kwenye vipindi viwili tutashukuru Bwana, lakini pia tukaenda vipindi vitatu napo sio mbaya, tutaweza kutazama haya mambo kwa upana wake. Nataka tutazame katika somo letu hili la leo kuanzia mambo fulani tulitazama wakati uliopita. Katika wakati uliopita tulitazama hiyo picha unaweza kuiona hapo mbele yako. Hii picha inatuambia kwamba historia inajirudia tena. Historia inajirudia tena. Kwa maana rahisi ni kwamba historia ni kitu ambacho ni mzunguko. Kwa hiyo nikisema historia naweza nikachora kwa namna hii kwamba historia ni kitu ambacho ni mzunguko wa namna hii ambao unaweza tukaweka na mshale wake hivi. Hii ni kumaanisha kama vile unavyoona gari jinsi lilivyo. Gari lina magurudumu yake, na kama sehemu ya kwanza imeanzia hapa ikizunguka mzunguko, basi tunajua wakati fulani tena itarudi tena hapa. Na kama gari linaenda njia moja na linarudi tena kwa njia nyingine, kwa njia ile ile moja, ni zaidi kwamba tairi hili kama limepita hapa wakati fulani litarudi tena mahali pale pale. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba katika sayansi ya historia tunataka tutazame kitu kimoja ambacho kinasema historia ina kawaida ya kujirudia rudia. Neno la msingi sana hilo. Historia ina kawaida ya kujirudia rudia. Tutatazama katika Biblia, tutatazama katika roho ya unabii, lakini kama hiyo haitoshi tutatazama kwa wale ambao wanaitwa mamajusi wa leo. Kuna watu ambao wanaitwa ni wise men. Kuna watu wanaitwa neno hili wise men. Biblia imeandika neno wise men, lakini kwa lugha ya Kiswahili imetumia neno mamajusi. Mamajusi. Sasa mamajusi ni kina nani hawa? Hawa mamajusi kuna wakati fulani tunaona katika maandiko, wakati Kristo amezaliwa hapa duniani, kuna watu ambao wanaitwa ni mamajusi. Kwa Kiingereza maandiko ni wise men, watu wenye hekima au watu wenye akili. Wapo katika ulimwengu wetu huu wa leo watu wenye hekima au watu wenye akili ambao wao wanaangalia matukio yanayotukia kutuzunguka, wanaangalia historia ya mataifa mbalimbali, kuinuka na kuanguka kwa falme mbalimbali, na wanakuja na uamuzi au wanakuja
na hoja kwamba dunia yetu hii imefikia wakati fulani, wanatueleza mambo dhahiri kabisa. Na sisi tunasema kufanya. Wakati Kristo anazaliwa katika huu ulimwengu, tutambue wazi kwamba kulikuwa na mamajusi, ambao hawa mamajusi wanaitwa mamajusi wa mashariki, walifika Yerusalemu, sio kuuliza kwa maana kwamba hawana uhakika, bali tu kuuliza kwamba yuko wapi mfalme aliyezaliwa. Na kimsingi maneno yao yalithibitishwa katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo na leo hii tunataka tuwasome hawa wanahistoria mbalimbali ambao tunataka tuone, je, wanachokizungumza kipo katika Biblia, kipo katika roho ya unabii? Kama kipo, ni dhahiri kwamba mambo hayo wanaoandika yanakuja kutokea tena. Sasa katika Biblia na katika roho ya unabii tunajifunza kuhusiana na mzunguko wa historia. Lakini kabla tujaanza kujifunza mambo kadhaa hapa, nataka tuanze kuona sayansi ya historia. Sayansi ya historia, nimesema historia inajirudia tena. Hiyo sayansi ya msingi sana. Kwa hiyo hapa neno la msingi, ningeweza kusema kwamba neno kuu la msingi la kuzingatia ni kwamba historia inajirudia, ni mzunguko. Sasa nataka tusome katika Biblia. Tutasoma kitabu kile cha Mhubiri. Tutaanza Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9. Mhubiri sura ya 1 na mstari wa 9. Hakikisha na Biblia yako, hakikisha una kalamu na karatasi ya kuandika mafungu haya ambayo tunayatafakari siku hii ya leo. Basi tuweze kusoma pamoja katika fungu hili la Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Anaendelea, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mstari wa 10, je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Hapa Mhubiri anatueleza kwamba hakuna jambo jipya chini ya mbingu hii. Hamna jambo jipya, bali tu mambo ambayo yalitendeka ndiyo mambo yatakayotendeka. Na ndio maana Mungu anasema katika Isaya, yeye Mungu hutangaza mwisho tangia mwanzo. Unajua tunaishi katika dunia yetu hii, lakini tunaishi katika sura au tunaishi katika kitabu kile cha Mwanzo. Unajua Mungu alipoumba katika mwanzo, alivyoweka ile alivyoweka hata mzunguko wenyewe alivyoweka wa kitabu cha Mwanzo, mambo aliyoweka katika kitabu cha Mwanzo, ni dhahiri kwamba tunatembea katika maisha ya kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Tazama hata mzunguko wa jua, tazama mwezi, tazama nyota, tazama misimu ya jinsi ilivyo, hii season jinsi zilivyo. Kuna masika, sijui kuna kiangazi na nini. Hivi vyote kila mwaka huwa vinajirudia. Jua vile vile tunasoma katika jua, tunaona jua linachomoza mashariki, linazama upande wa magharibi. Kesho tena ni vile vile, kesho kutwa ni vile vile. Kwa hiyo mambo yanajirudia. Katika asili Mungu ameweka vitu ambavyo anataka kutufundisha jinsi gani ambavyo tunaweza tukajifunza sayansi ya Mungu inavyotenda kazi katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaposoma sayansi ya historia, tutambue kwamba Mungu ameweka vitu vya asili, na ndio maana Mungu anatamani sana wanadamu tuwe tunapata muda mwingi wa kutazama mambo ya asili vile yanavyofanya kazi. Na ndio maana anasema asili ni kitabu cha pili cha Mungu. Kitabu cha kwanza ni maandiko matakatifu, lakini kitabu cha pili ni asili. Hata yule ambaye hawezi kusoma katika Biblia, basi anaweza akatazama katika asili akapata mambo fulani kwamba kumbe katika asili na yenyewe ina hali ya kujirudia, vitu vyake vinajirudia. Hii inatupatia picha kwamba kuna mambo ambayo Mungu anayazungumza yanatokea. Kuna wakati unaweza usielewe, lakini unakuja kuelewa baadaye, baada ya ile jambo kujirudia tena kwa mara nyingine. Hiyo ni tumeona katika Biblia. Kitabu gani? Kitabu cha Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9 na wa 10. Tumeona mzunguko wa historia. Mambo yaliyotendeka ndiyo yatakayo kuwako tena baadaye. Lakini hebu tusome katika roho ya unabii, tutazame hii hali ya historia kujirudia kwake kumekaaje. Sayansi ya historia. Nimeandika hapo sayansi ya historia. Hii tunasoma katika kitabu kile cha Science and ST Februari 22, 1910. Tuone inasemaje hapa. Hii ni katika sura ile ambayo inasema the final test of God's people, jaribio la mwisho kwa watu wa Mungu. Sijaitafsiri hii nukuu moja kwa moja, lakini naomba nisome na kuitafsiri. Yule ambaye anaelewa lugha hii basi ataweza kutazama kwa uzuri zaidi. Kama kuna mahali sijatafsiri sahihi, naomba mnisaidie pia, lakini natamani niiweke kama ilivyo na nitafsiri hapa moja kwa moja. Jaribio
jaribio la mwisho kwa watu wa Mungu ni katika Februari 22, 1910. Nabii anasema maneno yafuatayo katika sayansi ya historia. Anasema hivi: historia itajirudia tena yenyewe. Hapo neno la msingi sana, neno hilo kujirudia. Kwa hiyo hapa nataka niseme kwamba katika historia tunaona kwamba neno kujirudia. Kwa hili ni neno la msingi sana katika historia. Kuna jambo la kujirudia, kwamba kama imetendeka jambo hili wakati fulani litajirudia tena lenyewe. Kwa hiyo watu wa Mungu tunapaswa kutazama yaliyotokea ni mambo gani, ili tujue kwamba yatakayojirudia ni mambo hayo tena. Anasema hivi nabii hapa kwamba in this age, katika wakati huu au katika kipindi hiki, anasema jaribio litakuja katika suala la utunzaji wa Sabato. Lengo langu ni kwamba tuone historia itajirudia tena, lakini hapa nabii amekuja kutuambia, ameunganisha mambo makuu mawili. Ameunganisha jambo la sayansi ya historia, lakini pia ameenda kutuambia moja kwa moja katika sayansi ya historia ni jambo gani nabii analichukulia uzito sana. Anachukulia uzito swala zima la utunzaji wa Sabato. Anachukulia uzito swala kwamba utunzaji wa Sabato au jaribio katika kutunza Sabato ni jambo ambalo litakuja kwa watu wa Mungu, ili jaribio. Na kwa nini amesema historia itajirudia tena alafu analeta jaribio la utunzaji wa Sabato? Kwa sababu katika wasaa uliopita, katika nyakati zilizopita, kulikuwa na jaribio la namna hiyo. Kwa hivyo basi akiandika hivyo katika mwaka 1910 anawaambia wanadamu kwamba, Mungu anatuambia sisi wanadamu kwamba tujue kwamba katika jaribio hili lilishawahi kutokea, lakini pia litakuja tena kwa watu wa Mungu. Ni jambo la msingi sana ambalo wewe na mimi tunapaswa kulitambua. Na sijaweka nukuu nyingine hapa, lakini mara nyingi Mungu anapozungumzia kuhusiana na kujirudia kwa historia, ametuleta moja kwa moja kukabili swala zima la chapa ya mnyama. Na chapa ya mnyama hii tunaiona katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini pia tunaona katika Ufunuo sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 9. Na hapa tunajifunza ujumbe malaika yule wa tatu. Na ujumbe malaika yule wa tatu, wapenzi watazamaji na wasikilizaji, ni ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni kutangaza ujumbe malaika yule wa tatu. Tunaunganisha ujumbe malaika wa kwanza na wa pili, lakini nguvu kubwa imewekwa katika ujumbe malaika yule wa tatu. Na ndio maana unaposikia shetani anaiba nguvu ya ujumbe, unaposikia shetani anaiba nguvu katika ujumbe, kwa ufupi tu katika selected message tulisha kujifunza hiyo, ukurasa wa 124, gombo la kwanza la kitabu cha selected message, ukurasa wa 124, inasema kwamba shetani amekuwa akitafuta taratibu ila kwa uhakika, hatua kwa hatua, kuiba nguvu ya ujumbe ili watu wa Mungu wasiandaliwe kusimama. Na Mungu anasema kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule wa tatu ni kuwaandaa watu kusimama. Naomba nirudie tena, kwa sababu hata hivyo historia inajirudia. Kwa na mimi pia sineni mambo mapya, ila nazungumza yale yaliyokuwako. Nataka nielete tena kwa msisitizo na kwa mkazo, kwa neema ya Mungu kwenye akili ya kila mmoja wetu. Mungu anasema kwamba kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule wa tatu ni kuandaa watu kusimama. Shetani, tunaambiwa, Mungu anatuambia kuhusu habari za shetani. Anasema hivi: shetani amekuwa akitafuta hatua kwa hatua kuiba nguvu ya ujumbe ili watu wa Mungu wasiandaliwe kusimama. Basi wewe tafakari kwa akili pana kwamba Mungu ametupatia ujumbe wa malaika yule wa tatu kuandaa watu kusimama. Shetani anaiba nguvu ya ujumbe ili watu wasiandaliwe kusimama. Shetani anaiba nini? Shetani anaiba nguvu ya ujumbe wa malaika yule wa tatu. Kwa hiyo katika ujumbe wa malaika yule wa tatu tunaambiwa kuna nguvu ya ujumbe ambayo watu wakielewa itawaandaa kusimama. Hivyo basi hapa katika Ufunuo sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 9, maandiko yanaposema kwamba na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu. Kwa nini anasema kwa sauti kuu? Kuna nguvu kubwa iko hapo. Akasema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hapa tunaelezwa vitu vikuu vitatu. Tunaambiwa kuhusiana na habari za mnyama, sanamu ya mnyama, chapa ya mnyama. Mambo makuu matatu: mnyama, sanamu na chapa yake. Na haya mambo tunapaswa kuelewa kwa upana, kwa sababu karibia mno, na hata sasa yapo miongoni mwetu, na matukio yanatuambia mambo hayo yako karibu, hata sasa yako mengi mno. Tutatazama kwa uzuri haya mambo tuweze kuona. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu sana ujumbe wa malaika yule wa tatu na namna gani watu wa Mungu wanavyoweza kuepuka kuipokea chapa ya mnyama.
Naam, haya ni mambo ya msingi ya kufahamu. Kwa hiyo basi tunapojifunza kuhusiana na kuzunguka kurudia kwa historia, tunaangalia uhusiano wa kujirudia kwa historia, lakini pia uhusiano wa ukaribu wa sanamu au chapa ya mnyama. Haya, tunaendelea mbele kidogo. Tutazame nukuu nyingine hii katika kile kitabu cha elimu, kitabu cha matukio ya siku za mwisho, ni kitabu cha elimu, ukurasa wa 143. Hii ni 143 katika Kiswahili, lakini pia kwa Kiingereza ni ukurasa wa 176.7. Elimu ukurasa wa 176.7 na kwa Kiswahili ni ukurasa wa 143. Hapa nabii anasema maneno yafuatayo. Hebu tuzingatie kwa makini hapa tunachoambiwa. Nabii anasema hivi: kila taifa ambalo linafikia hatua ya kutawala limeruhusiwa kuchukua sehemu yake duniani. Nani anaruhusu? Anayeruhusu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza karuhusu taifa fulani litawale, taifa fulani litawale, hili litawale na hili litawale. Kwa hiyo Mungu anaruhusu lichukue sehemu yake duniani. Kwa lengo gani? Anasema ili idhihirike kama litatimiza kusudi la mlinzi na yule aliye mtakatifu. Ni nani huyu? Ni Mungu. Na tunaona kwamba kusudi la Mungu la kutupatia ujumbe wa malaika watatu ni kuandaa watu kusimama. Kwa nini kuandaa watu kusimama? Kwa sababu baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, baada ya nini? Ya dhambi, mwanadamu huyu aliyekuwa amesimama, baada ya dhambi mwanadamu akaanguka chini baada ya dhambi. Kwa hiyo basi lengo la Mungu ni kumwandaa, kumfanya huyu mwanadamu huyu aweze kusimama tena. Atakaposimama tena huyu mwanadamu, ndipo mpango wa Mungu utaweza kueleweka kwa mwanadamu. Na lengo hili la kusimama ni kumfikisha mwanadamu pale ambapo Adamu alikuwepo kabla ya anguko lake, kabla ya dhambi. Kwa hiyo anasema lengo, kusudi la Mungu la kutupatia ujumbe wa malaika yule wa tatu ni kumwandaa mwanadamu kusimama. Nini kilichofanya mwanadamu aanguke? Ni dhambi. Mwanadamu alianguka kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Twende pamoja katika kitabu kile cha Hosea. Kitabu cha Hosea, twende pamoja kitabu cha Hosea. Baada tu ya Danieli unakutana na kitabu cha Hosea. Katika kitabu cha Hosea tunajifunza sura ya mwisho kabisa, sura ya 14. Nitasoma mstari wa kwanza, lakini pia nitasoma mstari wa mwisho. Hebu usisahau. Hosea sura ya mwisho, mstari wa kwanza na mstari wa mwisho. Haya maneno sijui kama utayasahau. Hosea sura ya mwisho, mstari wa kwanza na mstari wa mwisho, inazungumzia kuhusiana na dhambi inavyomfanya mwanadamu aanguke. Hebu tuone pamoja hapa. Anasema hivi, mstari wa kwanza anasema hivi: Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Israeli amrudie Bwana kwa sababu ameanguka kwa sababu ya uovu. Uovu, dhambi, makosa ni kitu kimoja. Mstari unaofuata, mstari wa 9, anasema hivi: ni nani aliye na hekima naye atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Sikia, anasema hivi: kwa maana njia za Bwana zimenyoka, nao wenye haki watakwenda katika njia hizo, bali waasi. Na uasi nini? Uasi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu, au uasi ni dhambi. Bali waasio wataanguka ndani yake. Kwa hiyo basi kuanguka kunakuja baada ya dhambi, baada ya uasi. Kwa hiyo Mungu anasema lengo la kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama. Kwa maana nyingine, kusudi la Mungu la kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuondoa dhambi. Kwa hiyo tutahubiri, tutafanya mambo mengi, tutafanya na mikutano mingi, tutagawa na vitabu, lakini kama hatuna lengo la kuwafanya wanadamu wahakikishe dhambi na koma kuwa sehemu ya maisha yao, kimsingi tutakuwa hatujafanya kitu. Mungu anatuma malaika kila siku. Hata sasa Mungu anatuma malaika. Hata hapa tulipo malaika wapo wengi, kwako malaika wapo. Unaposema Bwana nisaidie niweze kuelewa neno lako, malaika wa Mungu wako tayari kukusaidia kuelewa. Lakini kwa lengo gani? Kwa lengo la kuhakikisha dhambi inakoma kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo basi Mungu anawekeza sana kwa mwanadamu. Amewekeza kila kitu. Mungu amewekeza hazina ya mbinguni. Sikia hapa mpenzi msikilizaji, mnamtazamaji, Mungu amewekeza hazina ya mbinguni. Hazina ni nani? Hazina ya mbinguni ni Kristo. Kristo ndiye hazina ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu amemwekeza Kristo, yani kwamba Mungu ameinvesti. Ni neno hili zuri sana. Mungu ameinvesti kila kitu, hazina yake yote ameitoa kwa mwanadamu duniani. Kwa lengo gani? Kwa lengo tu la kuondoa dhambi. Na ndio maana anaitwa Kristo, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu kutoka
kwenye dhambi zao. Jina hilo Kristo ni kuwaokoa watu, Yesu hilo kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi zao. Kwa lengo la Mungu duniani hapa ni kuhakikisha dhambi na kuwa sehemu ya maisha ya wanadamu. Hebu turudi kwenye nukuu yetu. Nukuu inasema hivi. Anasema Mungu ameweka kila taifa duniani ili idhihirike kama litatimiza kusudi la mlinzi yule aliye mtakatifu. Na hili kusudi Mungu hamaanishi tu kwamba Marekani ikiwepo duniani, Babeli ikiwepo duniani, kwamba Babeli yenyewe sasa ndio itimize lengo hili. Sio kwa maana hiyo. Kwa maana kwamba ikifanya mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu watafanya lile lengo la Mungu aliyokusudia. Kwa mfano, tazama taifa la USA, taifa la Marekani. Taifa la Marekani ni taifa ambalo tunaweza kuliona likipanda kwa kasi sana katika miaka 1798. Kipindi hiki ambapo tunaona kabisa ni mwisho. Baada ya kupata huru, Marekani ilipata huru mwaka 1776. Tutaona pia kitu fulani hapa mbele, utashangaa mambo ya ajabu sana. Baada ya kupata kwake huru mwaka 1776, katika mwaka 1798 tunaona watu wa Mungu wakikimbilia Marekani baada ya mateso ya miaka 1260 katika zile zama za giza. Marekani ikafungua mikono kwa lengo la kuwapokea watu wa Mungu. Na kwa lengo la kuwapokea watu wa Mungu Marekani ilikuwa na sera ambayo ni katiba ya Marekani yenyewe inasema kwamba kunapaswa kuwa na mambo, kuwe na uhuru wa dini pamoja na serikali. Kwa maana nyingine, serikali na dini havipaswi kuchangamana kwa pamoja. Lakini kilichotesa watu wa Mungu hadi kukimbilia Marekani ni swala zima la upapa. Upapa ulitesa dunia, ulitesa watu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaposema tu neno upapa, ukizungumzia upapa umezungumzia muunganiko kati ya dini na serikali. Na upapa tunazungumzia upapa wa Vatican. Jamani wapenzi wasikilizaji na watazamaji, tunazungumzia papa wa Roma, tunazungumzia papa yeye kama yeye, tunazungumzia mfumo mzima wa upapa, mfumo mzima wa Roman Catholic. Ni mfumo ambao unaunganisha dini na serikali. Na ndiyo maana wapenzi, ndugu zangu, sikilizeni, serikali zote duniani hapa ziko chini ya mfumo huu. Wenye nguvu ni upapa. Upapa ndio unazungumza duniani. Hauzungumzi ukaona kabisa papa anasema hiki na hiki, lakini ajenda zote na sera zote zinatoka kwa papa. Kuna mambo mengi ya ushahidi yako hapa. Nina kitabu cha Laudato Si kiko hapa, ambapo unaweza ukatazama ajenda nyingi hata sasa zinazoendelea duniani. Hizo ajenda zipo katika Laudato Si, kitabu hiki ambacho kimeandikwa na Papa Francisco. Huyu papa anaitwa Francisco, ambaye tunamjua habari zake nyingi ambazo amefanya hapa duniani. Amepeleka dunia mahali ambapo sasa hivi ni kumalizia tu, kugusa batani ya mwisho ili mambo yote yaweze kutokea. Kwa hiyo basi tunapaswa kujua kilichotesa watu wa Mungu katika miaka hii ilikuwa ni muunganiko wa dini na serikali. Na ndio maana watu wakapata hifadhi Marekani, baada ya kuona Marekani ni taifa ambalo halifungamani na sera ya kuunganishwa kwa dini na serikali. Kwa maana hiyo basi tunaweza tukarejea vizuri kwenye nukuu yetu kwamba hiyo Marekani kwa kipindi hicho ilikuwa ikitimiza kusudi la Mungu duniani. Naam. Sasa hebu tuone nasemaje. Anasema hivi: unabii umeeleza kuibuka na kuanguka kwa dola kuu za dunia. Unabii umeeleza swala zima la kuibuka na kuanguka kwa dola kuu za duniani hapa. Hapa anasema mfano wake ni nini? Babeli. Tunajua Babeli iliinuka wakati fulani ikaanguka. Na kwa nini iliibuka na kuanguka? Kuna mambo ya kujifunza hapa. Anasema Umedi na Wajemi uliibuka na kuanguka. Sikia, anasema hivi: Ugiriki na Urumi, haya mataifa yote yalikuwa yakiibuka na kuanguka, kuibuka na kuanguka, katika maana kwamba tunaona kwamba kinachofanya iibuke ni nini, tutaona, na kilichofanya ianguke ni kitu gani. Lakini pia anasema maneno yafuatayo hapa mbele. Anasema kwa kila moja ya tawala hizi, kama ilivyo kwa mataifa dhaifu, historia hujirudia. Kila moja katika mataifa haya makubwa, kama tu vile kwa mataifa ambayo ni madhaifu, historia hujirudia. Kujirudia kwa maana gani? Kuibuka na kuanguka, kuibuka na kuanguka. Na ni nini ambacho kinafanya taifa leo linaibuka na kuanguka? Hebu tuone katika kile kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali sura ile ya 14 na ule mstari wa 34. Mithali sura ile ya 14 na ule mstari wa 34. Tuone pia taifa la Marekani liko wapi sasa hivi. Maana historia itajirudia tena. Lazima tuone kama historia itajirudia tena. Sasa hivi taifa la Marekani ambalo ni taifa kubwa, kama ambavyo ilikuwa Babeli kwa wakati wake, kama ambavyo ilikuwa Umedi na Wajemi kwa wakati wake, kama ambavyo ilikuwa ni hiyo Ugiriki au Yunani kwa wakati wake, kama ambavyo ilikuwa Rumi kwa wakati wake. Sasa hivi Marekani iko wapi kwa wakati wake? Sikia hapa, anasema hivi: haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Anasema bali dhambi ni aibu ya watu wote.
Kumbe anachotuambia hapa, haki inainua taifa, kinyume chake jambo lolote ambalo litakuwa sio la haki litashusha taifa chini. Hebu tuone sasa Marekani ni wakati gani itaenda kuanguka chini. Marekani wakati gani itaenda kuanguka chini? Kama amesema haki inainua taifa, bali dhambi ni aibu. Sikia, anaposema dhambi, jamani, tunarudi tena pale pale. Anaposema dhambi, anaposema nini? Dhambi. Tukiandika hapa neno dhambi, maandiko yanasema, Israeli, mrudie Bwana Mungu wako kwa sababu umeanguka kwa sababu ya uovu. Kumbe dhambi inaangusha taifa, haki inainua, dhambi inaangusha. Kwa maana nzima ni kwamba Marekani wakati itakapotenda dhambi, Marekani wakati ambapo itakapokubaliana na dhambi, basi inakwenda kuanguka chini. Hebu tuone tunapoenda kusoma katika kitabu hiki cha matukio ya siku za mwisho. Nitasoma katika ukurasa wa 105, matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 105 kwa Kiswahili. Hebu tuone hapa kile ambacho tunaambiwa. Kichwa kidogo kinasema, sheria ya Jumapili ya kitaifa humaanisha uasi wa kitaifa. Anasema nabii, ili kujipatia umaarufu, kuungwa mkono wabunge. Sikia hapa, umaarufu na kuungwa mkono. Kwa nini hivyo? Ni kwa sababu sasa hivi tunaishi katika kipindi ambapo tunasikiliza historia jinsi zinavyoendelea. Tunasikiliza mambo yanavyotokea leo hii. Sio ajabu kuona kwamba mambo ya sasa ndiyo yale ambayo yalitokea hapo zamani. Hebu rudi katika taifa lile la Babeli. Unapoenda kutazama katika taifa lile la Babeli, kabla ya anguko katika taifa la Babeli, Nebukadneza alijaribu kuonyesha taifa la Babeli kwamba ni kubwa. Alisema hii sio Babeli kubwa ambayo nimeijenga. Alizungumza maneno hayo ambayo Trump leo anasema. Trump anazungumza maneno yanayofanana kabisa na Nebukadneza. Na huenda Trump hajasoma katika Biblia na kumtazama Nebukadneza kile alichokifanya. Huenda angetazama angesema, mbona alisema hii Babeli ni great, ni kubwa. Na Trump anasema tunataka kuifanya Marekani kuwa great again, kuwa kubwa tena. Hii ni kumaanisha kwamba inajiinua. Maandiko yako wazi, anasema ajikwezae atashushwa, anayejiinua atashushwa, lakini yule anajishusha atakwezwa. Sikia hapa maandiko yanavyosema. Inasema hivi, ili kujipatia umaarufu, na ajenda zote zinazoendana na sheria ya Jumapili ni ajenda ambazo zinaonekana zinataka kuipeleka Marekani kwenda kuwa maarufu, kwenda kuwa kubwa. Tutatafakari mengi kuhusiana na kitu kinachoitwa Heritage Foundation, wanachokiandika kuhusiana na jinsi gani wametoa hoja ili Marekani iweze kuwa kubwa tena, ili Marekani iweze kuwa taifa lenye kustawi sana hapa duniani. Utaona wazi kwamba ajenda zao zote zinakwenda kinyume na Mungu. Na maandiko yanasema dhambi huleta aibu, bali haki huinua taifa. Hebu sikiza wapenzi wasikilizaji, nasema hivi, ili kujipatia umaarufu na kuungwa mkono, wabunge wa Marekani, watunga sheria hawa, wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria ya Jumapili. Na sheria ya Jumapili ni kinyume cha sheria ya Mungu ambayo ni Sabato. Mungu alisema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Lakini hapa ajenda ni kwamba kuinua Jumapili. Sikia, anasema hivi, kwa amri ile inayolazimisha utii wa taasisi ya upapa, utii wa taasisi ya upapa ambayo ni Jumapili hiyo, anasema kwa kuvunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo kutii taasisi ya upapa, papa anajiinua yeye mwenyewe kama Mungu duniani. Papa hata vile anavyoketi, ajenda zake ni kana kwamba yeye ni Mungu duniani. Anasema hivi, kwa hiyo kwa kutii taasisi ya upapa na kuvunja sheria ya Mungu, taifa letu litajitenga kabisa na kuacha haki. Taifa letu litajitenga kabisa na kuacha haki. Nabii anakiandika, anaandika kuhusiana na taifa la Marekani. Kwa taifa la Marekani litajitenga kabisa na haki. Na Mungu anasema katika Mithali sura ya 14, naomba turudie fungu hili la Mithali sura ya 14 na ule mstari wa 34. Maandiko yanasema haki huinua taifa. Sasa sikia, kama kwa kushika Jumapili, kama kwa kupitisha sheria ya Jumapili, taifa la Marekani litajitenga na haki, na haki huinua taifa, tafsiri yake ni kwamba Marekani itaanguka. Ndio maana chini hapa nasema, bali dhambi, maana kinyume cha haki hiyo, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Mungu ametueleza wazi katika Biblia na katika roho ya unabii kwamba historia inakwenda kujirudia tena. Historia inapojirudia tena inarudi kivipi?
katika namna hii ambayo tumeona hapa. Sasa hebu tutazame watu wa dunia na wenyewe wanasema nini. Hawa ambao wanaitwa ni mamajusi wa leo wanasema nini kuhusiana na historia. Tunamtazama mwanahistoria mmoja, tunamtazama bilionea mmoja ambaye huyu ni mamajusi kwa wakati wetu huu. Anaitwa nani huyu jamaa? Tumtazame, anaitwa Dario. Anasema mambo kadhaa kuhusiana na kujirudia kwa historia. Hebu tutazame kidogo afu turudi tena tuendelee hapa. History is a machine. It is a perpetual motion machine driven by logical cause and effect relationships that repeat over and over again. I call this the big cycle. Sasa huyu mwanahistoria, huyu mtu ambaye ni msomi wakati wetu huu, huyu jamaa ambaye ni wise man kwa kipindi chetu hiki, wise man, anazungumza kuhusiana na historia. Anasema hivi, anasema historia hii jamani, ametumia neno hapo, anasema ni big cycle. Amesema kwamba historia ni nini? Big cycle. Kwa katika maana kwamba historia ni duara kubwa au ni mzunguko mkubwa, katika maana kwamba ina kawaida ya kujirudia tena. Anasema ina kawaida ya kujirudia tena. Jamani, tumeangalia katika Biblia ni hivyo hivyo, katika roho ya unabii ni hivyo hivyo, lakini pia katika watu wa duniani nao pia wanazungumza kitu hicho hicho. Neno likizungumza na Biblia, likazungumza na roho ya unabii, lakini pia dunia ikathibitisha jambo hilo lazima litimie. Anazungumza kuhusiana na taifa la Marekani cha ajabu. Akizungumza kuhusiana na taifa la Marekani, hebu tuone anasema nini kuhusiana na taifa la Marekani, kuhusiana na taifa la Marekani kuanzia ilipopata huru mwaka 1776 na leo hii tunaishi katika mwaka wa 2026. Ni miaka mingapi? Miaka 250. Miaka 250 ni nini kinaenda kutokea katika miaka hii ya 250 kuanzia ilipopata huru mpaka mwaka huu 2026? Hebu tusikize tena kwa makini, msikie anachosema Dario katika kujirudia kwa historia, lakini pia katika kuhusianisha na taifa la Marekani. Sikia anachosema hapa. If you want to understand what is happening to the United States today, and if you want to understand the British warning that is flashing red right now, you have to understand the mechanics of this cycle. The cycle typically lasts about 250 years. Anatueleza kwamba hiki anachosema Dario, miaka hii 250 ina maana kwa ufupi ni kwamba ukichukua mwaka 2026 ukatoa mwaka 1776 unapata miaka 250. Na katika kujirudia kwa historia kuna namba hii 250. Hii namba haijawekwa tu, hapana, bali ni namba ambayo kimsingi wana historia, wana sayansi wamezungumza mengi sana kuhusiana na miaka hii 250. Lakini hata rais mwenye Donald Trump anazungumzia kuhusiana na amezungumza neno la birthday ya miaka 250 ya taifa la Marekani. Us are endowed by our Creator with rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. In our war for independence and every generation since, thousands of American patriots have enlisted their lives in defense of that cause. From Trenton to Yorktown, from Gettysburg to Chambersburg, from the fields of France to the shores of the Philippines, and on the battlefields all over the world, every generation of Americans has drawn meaning and been inspired by the immortal deeds of the founding generation and the nation they gave us to build and to defend. In 2.5 centuries, that's 250 years, the spirit of 1776 has carried our flag. Huyu Donald Trump naye pia amezungumza kuhusiana na birthday ya taifa la Marekani katika miaka hii 200 ngapi? 250. Kuna nini? Na pia unapotazama pia taifa la Marekani, hebu soma hapo mbele uone. Anasema kwamba katika Mei 17 mwaka huu 2026 wanataka Marekani kwenda kuweka wakfu tena, to rededicate America back to God, kuiweka wakfu wa Marekani kurudi kwa Mungu. Swali langu mimi ni kwamba ni Mungu gani huyu ambaye Marekani nasema inataka kuweka wakfu Marekani kurudi kwa Mungu? Tutatazama kipindi kijacho tutakapo tukijifunza na kuona wazi kuhusiana na project 2025, kuhusiana na Heritage Foundation wanachokiandika na wanaweza kusema kuhusiana na masuala mazima ya sheria Jumapili, na tutaona kile kanisa la Mungu linachokisema kuhusiana na jambo hili. Hebu wewe unaona mambo ya ajabu. Mungu sasa hivi kanisa lake lipo katika hali ya hatari sana. Na narudia tena,
kanisa la Mungu kwa sasa lipo katika hali ya hatari sana. Huenda hatutambui kwa sababu hatufuatilii. Kuna uwezekano huo. Na ndio maana shetani sasa hivi anafanya mambo kwa ghafla sana. Kuna mambo mengi yametokea ndugu zangu. Kuna vitu vingi vimetokea, na kwa neema ya Mungu natamani tuweze kutazama kipengele kwa kipengele. Alafu tuone kinahusiana vipi na ujumbe wa malaika yule wa tatu. Kinahusiana vipi na kusimama kwetu? Kinahusiana vipi na maandalizi ya msingi ya kufanya ili tuweze kusimama? Baada ya mambo haya katika vipindi viwili, kipindi kinachofuata natamani tuweze kutazama kuhusiana na maandalizi makuu 7 ya kivitendo ili kuandaa watu wa Mungu kwa ajili ya zama kuu inayokuja hivi karibuni. Mungu atusaidie tuweze kuwa makini sana na kutambua kwamba mambo haya jamani yanakwenda kwa ghafla sana. Watu wengi hawafahamu kinachoendelea, hawajui kinachoendelea kuhusiana na historia. Hebu turudi tena tutazame kuhusiana na kile kinachoendelea katika historia, na nitarudi tena kukutafakarisha kwa haraka kile ambacho tulitazama vipindi vilivyopita kuhusiana na kujirudia kwa historia. Naweka pause kidogo hapa, naweka break kidogo hapa, tutarudi tena tutazame kipindi kijacho kuhusiana na hizi habari. Sasa hebu tuone. Tulisoma katifani hii jarida, tuliangalia mambo kadhaa hapa. Ulipokuwa ule mwaka wa 2024, kipindi tu kabla ya uchaguzi wa Marekani kutokea, tulijifunza mambo haya. Na cha ajabu ni kwamba yametokea hivyo hivyo kama vile ambavyo tumejifunza, kama wanahistoria walivyosema, wanasayansi walivyosema, mambo yametokea hivyo hivyo. Hii ni ajabu kuu. Hebu angalia, nasema hivi. Ilikuwa US ilikuwa ni 2024. Anasema is most important election since Lincoln won in 1860 Civil War followed. Alikuwa anazungumza hapa huyu mwandishi akisema kwamba ulikuwa uchaguzi huu wa mwaka 2024 wa Marekani ni uchaguzi muhimu sana tangu ambapo Lincoln alishinda katika mwaka 1860 na baadaye ilifuata vita ya kiraia katika taifa la Marekani. Hebu tuendelee mbele. Waliuliza swali hapa. Hii ni New York Post. Waliuliza swali wakasema kwamba has a president ever won 2 non-consecutive White House elections? Tulitazama hili jambo kwamba kuna rais yote ambaye ameshawahi kutokea akashinda kwa namna hii ambayo inaitwa ni 2 non-consecutive elections. Sasa hii ni nini? Tulitazama tukasema kwamba hii ni lugha tu kama lugha zingine kama Kisukuma kama nini, na hii ni lugha tu Kiingereza tu. Hiki kwa neema ya Mungu tunaweza kutafsiri vile ambavyo Mungu anataka tuvitafsiri. Hebu tuone hapa. Walizungumza swali kwamba kuna rais yoyote ambaye amekwishawahi kutokea akashinda kwa namna hii ambayo inaitwa ni 2 non-consecutive. Sasa hii maana yake ni kwamba atokee rais ambaye Marekani inatawala urais wake kila baada ya miaka 4. Hapa Tanzania marais ni miaka 5. Sasa basi wakasema katika miaka 4 ya kwanza atokee rais ambaye ashinde uchaguzi, aongoze miaka 4. Halafu atokee rais mwingine ashinde, yani kwamba baada ya miaka 4 si taifa linakaa kupiga tena kula. Sasa akipiga kula hapa huyu rais aliyeshinda muda huu aanguke chini, aje mwingine tena tawale. Halafu tena baada yake atawale huyo mwingine atawale miaka 4. Alafu baada ya miaka mingine huyu hapa aseme hapana, kuna 4 nilitawala, kuna 4 sikutawala, nilishindwa. Hebu naomba nirudi hiyo. Hii ni ajabu ni ajabu sana. Basi atokee rais wa namna hiyo aseme kwamba nataka nitawale tena, alafu aombe kula, ashinde tena. Hebu jiulize maswali. Ni nini kilimfanya hapa ashindwe na hapa ashinde ni nini? Nayo ni kujirudia kwa historia sawa. Sasa anasema kuna rais wa namna hiyo ambaye alishawahi kutokea akatawala namna hiyo, ndio swali ambalo lilikuwa likiulizwa. Majibu yake ni haya hapa. Walikuwa wanasema tu kabla hata haijatokea mwaka huu 2025 uchaguzi kutokea na mambo haya kutokea, wakasema tu Trump is hoping to win non-consecutive terms. Only one president has done it. Kwamba wanasema Trump alikuwa akitumaini. Unasikia neno kutumaini? Kutumaini ni jambo ambalo ni zito Trump alikuwa akitumaini kushinda uchaguzi katika namna hiyo. Wakasema rais mmoja tu ambaye amekwishawahi kufanya jambo hilo. Rais mmoja tu jamani, rais mmoja. Sikiza. Only one president has done it. Ni rais mmoja tu ambaye amekwishawahi kufanya jambo hilo. Wewe ndio ungefanya marais 3 4 tungesema washafanya. Jamani ndugu zangu sikizeni. Jamani tafadhali tuombe. Mungu wa mbinguni, maneno haya tunayozungumza ni mazito sana. Mambo haya tunayotazama ni mazito sana. Huenda akili zetu ni finyu kuelewa. Hata mimi ninayezungumza haya huenda nisielewe kwa uzito ambao Mungu natamani tuweze kuelewa. Naamini malaika zako wako pamoja nami hapa, wako pamoja nasi pia. Naomba Baba, msaidie msikilizaji na mtazamaji. Asichukulie tu haya mambo kama porojo.
asichukulie haya mambo kama tu historia tunavyozungumza, bali tuweze kupata uzito wa kuelewa kwa kina jambo hili, kwa sababu ni rais mmoja tu alikushawahi kufanya hiki kitu ambacho Trump amekifanya. Maana yake kwamba unatutaka tutafakari sana historia hiyo. Baba, tafadhali tusaidie, tunyenyekeze chini ya mbawa zako, tunyenyekeze kwa mwana wako mpendwa Yesu Kristo, tuelewe kwa upana, tusiangushe mbingu, tusitie hasara mbingu. Tunapewa jua, tunapewa mvua, tunapewa hewa, tunapewa chakula, tunapewa mavazi, tunapewa makazi, tunapewa kila kitu, hata afya unatupatia Baba. Kwa nini tutie hasara mbingu? Tukipotea Baba, itakuwa ni hasara kubwa sana kwa mbingu. Malaika wenyewe watashangaa, ni upendo wa namna gani huu Baba umetupenda. Malaika watashangaa mno. Baba, tafadhali asipotee hata mmoja, asiwepo mtu yote wa kupuuzia Baba. Hapa sifanye masiara, sifanye mchezo. Najua hii ni kazi ambayo umetupatia, tena ni kazi zaidi ya rais, ni kazi zaidi ya wabunge, viongozi. Hii ni kazi ya kumtoa mwanadamu duniani na kumpeleka mbinguni, maisha bora haya. Baba, tafadhali tusaidie, tuelezeshe kuweza kuelewa kwa upana, tuache upuuzi na uzembe, kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, tafadhali na kuomba kwa neema ya Kristo usipuuzie hiki kitu. Ni cha msingi sana. Imeniogopesha, nimesoma, nimeogopa kwamba rais mmoja tu ambaye amekwisha kufanya jambo hili, rais mmoja tu. Lakini tutafakari kipindi rais huyo anafanya nini, kilikuwa kikitokea katika taifa la Marekani. Hapo ndipo ambapo natamani tuweze kutafakari kwa upana sana. Ndugu yangu, Mwadventista msabato mwenzangu, achana na uchawi wa mifumo, achana na uchawi ule wa kanisa. Kuna watu wanapenda zaidi kanisa kuliko kumpenda Kristo. Nasema ni uchawi kwa sababu ukilogwa kuibia ujumbe, umelogwa sana. Ni heri mchawi akuloge jicho lisione, ni heri mchawi akuloge sikio lisisikie, lakini kulogwa kuelewa ujumbe wa malaika watatu ni kilogo cha hali ya juu sana, kwa sababu kitakukosesha mbingu, kitakukosesha uzima milele. Na maneno haya yasiposikilizwa katika masikio yetu leo, utayakumbuka wakati itakapokuwa too late. Narudia tena, maneno haya ambayo tunazungumza leo hapa, tutayakumbuka wakati tutapokuwa tumechelewa. Mungu atusaidie tuweze kuchukua kwa uzito maneno haya tunayojifunza. Bwana atusaidie sana. Sina lugha ya kuzungumza, lakini Mungu atusaidie sana. Ni rais mmoja tu ambaye amekwishawahi kufanya jambo hili. Ni nani huyo? Turudi tutazame. Anasema hivi: Former President Donald Trump wants to do a full Grover Cleveland and march the only US president to lose a presidential election and then rise from the ashes to regain the White House 4 years later. Ni kitu kile kile rais huyu Donald Trump walikuwa wakizungumza kwamba anataka kufanya kitu hiki ambacho kinaitwa ni nini? Wamesema full Grover Cleveland. Ni rais huyo ambaye anaitwa Grover Cleveland ambaye alifanya mambo hayo. Alikuwa ametawala miaka 4, akakaa pembeni miaka 4 inayofuata, alafu tena akapata nafasi tena ya kutawala. Na mimi najiuliza swali, Donald Trump amefanikiwa jambo hilo. Najiuliza swali moja, tunakumbuka harakati ambazo Trump alikuwa akizifanya katika taifa la Marekani katika ile miaka 4 iliyopita? Tunalikumbuka? Kabla ya sasa tunazikumbuka? Ni heri turudi tutafakari hayo, kwa sababu tumepewa kutazama taifa la Marekani. Tumepewa jicho la kutazama taifa la Marekani. Kwa nini tusitazame taifa la Marekani kile ambacho kilifanyika miaka iliyopita ile ya Donald Trump? Utagundua wazi kwamba Trump alikuwa na spidi kubwa sana. Ni mbingu ziliruhusu. Trump, tulia. Kwa sababu hawa watu hawako tayari. Trump kutulia kwake, Mungu anatushtua tena kwa kusema jamani, Trump amerudi. Na sisi wa Sabato tumelala kweli kweli. Tuko busy na effort za kuwafanya watu wa Islam eti watoke kwenye Islam kuja kuwa watu wa Sabato. Nisikiza, ni mambo ya ajabu haya. Badala ya kumtoa msabato wa kawaida tu kumfanya kuwa Mkristo ambaye anamjua Mungu, tunawatoa Waislamu kuja kuwafanya kuwa Sabato. Tena tunatoa Waislamu kufanya kuwa Sabato. Mungu anasema sisi ni wanafiki. Akizungumza na Mafarisayo anasema, enyi Mafarisayo wanafiki na Masadukayo, mnazunguka huku na huku, tena mnatenga bajeti kubwa kweli kweli kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akishafanyika kuwa mwongofu mnamfanya kuwa bwana wa jehanamu mara 2 zaidi yenu. Sisi hapa wa Sabato ndio harakati ambazo tunazifanya. Ni ajabu sana. Tunazunguka mno na effort zinatuchanganya. Mara nitakwenda sijui wapi. Mambo mengi sasa hizi tunasema one voice, sauti moja. Sauti moja katika jambo gani? Na sauti moja nani na nani? Mungu atusaidie, Mungu atuhurumie sana. Mungu aturehemu. Yanatisha mambo ya ajabu yanatokea sasa hivi. Na nikikwambia unaweza usielewe.
Lakini wizi ni mwingi sana. Watu wengi wanaibiwa muda wao, wanaibiwa pesa zao, wanaibiwa usikivu wao, kusikiza hivi kabisa, kuwasikiza wachungaji ambao hawawapeleki popote bali katika shimo la giza. Mungu aturehemu, Mungu atuhurumie. Maneno haya naongea kwa uchungu, Mungu atusaidie sana. Hasa basi tuweze kutafakari kwa upana, kuweza kuona mambo haya tunayaona wote kweli kama ambavyo tunaona hivi. Turudi katika historia hapa. Anasema Rais Donald Trump anafanya historia ile ya Grover Cleveland. Mungu aliruhusu Donald Trump atulie ili kusudi atuamshe tena wa Sabato, kwa kuona Donald Trump amerudi, lakini bado tumelala. Tuko busy na effort. Haya. Anasema hivi hapa kuhusu rais. Sikiza miaka anayoandika pale. Anasema hivi kwamba, nasoma maneno ya chini kidogo hapo. Anasema with the announcement of the third White House run, Trump is trying to emulate Cleveland, who won, lost and then won. Sikia maneno haya. Ambaye huyu anataka kama kumuiga hivi huyu Grover Cleveland, ambaye alishinda akashindwa akashinda, alishinda akashindwa akashinda. Ni katika miaka gani? Ndio cha ajabu ambapo nataka tukiangalie kwa nini Mungu ameruhusu hivi jamani. Anasema hivi katika mwaka 1884, katika mwaka wa 1888, pigia mstari huo mwaka, na katika mwaka 1892. Sasa hebu tutafakari sasa, mwaka huu 1888 ni nini kilikuwa kinaenda kutokea? Cha ajabu tujifunza, tukaona kwamba sio swala tu la rais. Kujirudia kwa historia huku, nitaenda kwa kasi sasa hivi, lakini ukipata nafasi hebu rudia somo langu hapo YouTube, ukiandika tu historia itajirudia tena, utapata somo hili kwa upana. Nimelizungumza vizuri tu kipindi kilichopita. Sasa sio rais tu, lakini pia hata katika swala zima la papa aliyekuwa madarakani enzi hizo. Kuanzia mwaka 1873, papa aliyetawala mwaka 1888 alikuwa ni Papa Leo wa 13. Papa Leo wa 13. Sasa hivi tuna papa anaitwa Papa Leo wa 14. Yaani kwa maana kwamba tangia mwaka 1888 hajatokea papa mwingine yoyote kwa jina hilo la Leo. Huyu Leo sio jina lake Leo. Tuliona wazi kwamba sio jina lake Leo. Anaitwa Robert Francis Prevost ndio jina lake. Lakini amechagua kuitwa Papa Leo. Na tukasema kwa nini amechagua jina hilo? Tukasema hiyo isituumize kichwa, turudi tu kwa Papa Francis. Papa Francis alikuwa kiitwa ni George Mario. Alikuwa anaitwa George Mario, lakini yeye alichagua kuitwa Papa Francis. Msikia? Akaitwa Papa Francis. Yule Francis alichagua jina lake. Alichagua jina lake. Mimi nisizungumze sana. Naomba nirudi hapa katika tu kitabu chake hiki ambacho kinaitwa Laudato Si, waraka wa sio Baba Mtakatifu, anajiita Baba Mtakatifu, anafanya makufuru. Waraka anayejiita Baba Mtakatifu Francisco juu ya hifadhi ya mazingira. Ndio kitabu chake. Hiki kitabu chenyewe tu kwanza kina maudhui ya yule Francis wa Assisi. Na Francis wa Assisi tunajua yale mambo aliyofanya Francis wa Assisi. Ni katika sera za mazingira alifanya sehemu kubwa sana. Kuna mambo ya ajabu. Naomba nisome kuhusiana na kile ambacho anashukuru huyu Papa Francis alisema hivi katika ukurasa wa 14 kitabu hiki cha Laudato Si. Alisema hivi: Mtakatifu Francis wa Assisi, kipengele cha 10, ukurasa wa 14. Nisingependa kuandika waraka huu bila kumwangalia mtu aliye muhimu na kivutio, ambaye nililichukua jina lake kama mwongozo nilipoteuliwa kuwa askofu wa Roma. Kwa hiyo kumbe alichagua jina la Francis wa Assisi kwa sababu anaamini huyu ni mtakatifu, na alitamani jina hilo lio kwake kama mwongozo, katika maana kwamba jina tunajua ni tabia. Ukisikia jina ni tabia, Daniel, hata Mungu, Yesu, ni jina linabeba tabia. Hivyo basi kuchagua jina la mtu ina maana lazima atachukua na tabia yake, na ndio maana Papa Francis alihakikisha anatekeleza ajenda ya mazingira duniani. Lakini ajenda ya mazingira duniani inawaleta wanadamu katika kutunza siku ya kwanza ya juma. Sasa huyu papa wa leo ambaye anaitwa ni Papa Leo, huyu Papa Leo na yeye kwa kuchagua jina la Leo, yule ambaye alikuwa ni wa 13, maana yake kipindi mwaka 1888 vuguvugu la sherehe ya Jumapili lilipokuwa likitokea katika taifa la Marekani,
nyuma ya pazia kulikuwa na Papa Leo wa 13. Na leo hii tunaishi katika kipindi ambapo kuna vuguvugu la sheria Jumapili. Nyuma pazia yuko nani? Yuko Papa Leo wa 14. Haya mambo lazima tuyatambue ndugu zangu. Hasa mimi narudi pale kidogo. Tutazame kuhusiana na rais ambaye tunamuona kabisa alikuwa anaitwa Grover Cleveland katika mwaka wa 1888. Na Trump amerudia historia hiyo hiyo. Hii ni kutuonyesha kwamba tumerudi katika mwaka 1888. Kama tumerudi hapa, tutaona tumerudi kivipi. Tumerudi katika rais yule yule, papa yule yule, lakini cha ajabu nitakwambia kipindi kijacho, tumerudi katika ajenda za kanisa na harakati za kanisa za mwaka 1888. Hii ni ajabu sana. Kulikuwa na huo mswada ambao unasema to stop work on Sunday. Senator Blair wants the Lord's Day strictly observed. Sikia, hapa kulikuwa na mswada ambao ulikuwa unataka sheria ipite, ambapo hii sheria kupita kwake kwamba kuwe na pumziko katika siku ya Jumapili. Sasa huu mswada ambao uletwa na Senator Blair leo hii umeletwa na nani? Huu mswada ndio mahali ambapo nataka tuweze kutafakari. Huu mswada leo hii umeletwa na nani? Leo hii umeletwa na watu wanaitwa Heritage Foundation. Wanaiambia taifa la Marekani, wanaambia bunge, wanaenda kuzungumza kwa watunga sheria kwamba tupumzike katika siku ya kwanza ya juma. Ajenda ambazo zililetwa na Senator Blair hazikuwa ajenda ndogo. Ndio maana kanisa likaona hapana, kupitia mtu anaitwa nimeweka hapa wapendwa hawa, A.T. Jones pamoja na E.J. Waggoner wakaenda kusimama na kupinga jambo hilo. Mungu akaruhusu jambo hilo basi liende mbali. Na leo hii jambo limerudi pale pale. Hii nataka nisiongee mengi. Wenda kipindi kijacho tutaongea kwa upana zaidi. Narudi tena katika kujirudia kwa historia katika mazingira mengine. Hii ni mifano tu ya kujirudia kwa historia. Kwa jamani, tumerudi mwaka 1888. Tutaona A.T. Jones wa leo ni nani? Na hao cha ajabu sio A.T. Jones, ila wanajifanya kina A.T. Jones. A.T. Jones na E.J. Waggoner walikuwa na message wale watu. Walikuwa na ujumbe wale watu. Walielewa mapenzi ya Mungu ni nini kwa kipindi hicho. Leo hii wanaosimama kuitwa akina A.T. Jones wanaitwa NAD, North American Division. Wanajifanya wao ndio akina A.T. Jones wa leo, lakini hawana message ya kuwapatia wanadamu. Ni ajabu. Sikia. Hapa nataka tutafakari kuhusiana na kujirudia kwa historia katika kipindi cha wana wa Israeli. Si aliyokuwako ndiye atakayekuwako, wala kuna jambo jipya chini ya jua. Sikia. Mungu alipokuwa akitoa watu wake utumwani Misri, kuwapeleka katika nchi ile ya Kanaani, nchi ya raha. Ni kielelezo cha Mungu anavyotoa wanadamu duniani na kuwapeleka Kanaani ya mbinguni. Sasa basi, alipotoa Mungu Misri ili awapeleke Kanaani, aliwapitisha katika jangwa. Aliwapitisha katika bahari ya Shamu. Mungu alikuwa na makusudi na watu wake. Lakini baada ya siku chache sana, Mungu kusudio lake lilikuwa ni kuwafikisha wana wa Israeli waende wapi jamani? Kanaani. Kadhalika, Mungu hakutaka mpaka leo hii tuzunguke duniani. Ni kweli tunajifunza kabisa unabii wa miaka 6,000. Ni kweli kuna ukomo. Ni mfano wake huu. Mpango wa Mungu katika kutunza sabato, anatamani, unajua tutatunza sabato mbinguni miaka 1000. Tunajua hilo? Naam. Duniani hapa kuna kutunza sabato kwa siku moja, masaa 24. Mpango wa Mungu ni kwamba inapofika Ijumaa, kwa neema ya Kristo, ni heri kazi zote zikakoma mapema. Uenda saa 11, saa 10 umemaliza mambo yako yote na umekaa na kitabu chako unapumzika, unangoja Bwana. Sifu Mungu. Nini sijui unaimba zako hapo kwa mbaraka. Ni Mungu anatamani iweze kuwa hivyo. Yaani kwa maana nzima ni kwamba kuweka kituo kabla masaa matakatifu ya sabato kuanza ni jambo jema, tena linakupatia utulivu kuliko kukimbizana. Lakini cha ajabu, huwezi ukafanya kazi hadi masaa matakatifu ya sabato, ila unaweza ukamaliza kazi kabla ya muda uliopewa haujakamilika. Sio dhambi. Yaani leo hii nikimwambia kijana nisaidie kazi fani ndani ya masaa 3, akaifanya ndani ya saa 1 na kazi ikawa nzuri, hiyo sio dhambi. Ila akaifanya ndani ya masaa 4, hiyo ni dhambi. Yaani hatuwezi tukavunja sabato
na tukawa salama, ila tunaweza tukamaliza kazi kabla ya Sabato na tukawa salama zaidi. Kwa hiyo Mungu anaweza akawachukua wanadamu duniani hapa akatupeleka mbinguni kabla ya miaka 6 haijaisha. Hilo Mungu anaweza kulifanya, kwa sababu katika mwaka 1888 Mungu hapa alileta ujumbe wa haki kwa imani kupitia E.J. Waggoner na A.T. Jones. Lengo la Mungu ni kwamba kama watu wangepokea huu ujumbe, basi tungeweza kuwa mbinguni mapema kabisa. Mungu lengo lake lilikuwa ni hili. Lakini ujumbe huu ulipokataliwa, Mungu akaruhusu tuzunguke tena. Sikia, akaruhusu tuzunguke tena. Cha ajabu ni kitu kile kinazungumza hapa. Kwa hiyo Mungu alipoleta wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu kwa lengo la kwenda katika nchi ya Kanaani, Waisraeli kwa kuvunjika moyo, Waisraeli kwa kukosa imani. Sikia neno hilo, walikosa imani kwa Mungu na kwa manabii wa Mungu wa nyakati hizo. Mungu aliruhusu wazunguke tena. Lakini cha ajabu, walizunguka miaka 40 tu. Mzunguko huo ulikuwa ni miaka 40 tu, na wakajikuta wamerudi tena pale pale. Waliporudi tena pale pale, walitakiwa kwa muda huu kuvuka sasa, kwa sababu hakukuwa na mzunguko mwingine tena. Mzunguko ulikuwa ni mmoja. Sasa basi, kama tunajifunza historia hiyo kwa wana wa Israeli, ambapo Caleb na Joshua wanawakilisha A.T. Jones na E.J. Waggoner katika mwaka 1888 walipoambia wanadamu, twendeni tuvuke, tupokee ujumbe, tuvuke twende, wana Israeli wa kiroho wakakataa. Caleb na Joshua, jamani tuvuke, twendeni tuteke mji, twendeni. Waisraeli wa zamani wakakataa. Sikia, historia inajirudia katika maana kwamba wao wenzetu katika kipindi kilichofuata wakapewa jaribio. Jaribio likaja, wakapaswa kuvuka katika bahari katika kuelekea Kanaani, wakavuka Jordan. Na hapa kulikuwa na vifo vingi sana katika baada ya miaka 40 kutokea. Kulikuwa na vifo vingi sana. Tunasoma katika Hesabu, tunaona wazi kwamba kulikuwa na vifo wengi sana walikataliwa. Na ndio maana tunapaswa kujifunza historia. Ndio maana Mungu anasema yopendo. Ndugu zangu, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tusome pamoja ile sura ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10. Anasema hivi mtumishi wa Mungu Paulo kwamba, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu. Sikia, sipendi mkose kufahamu. Anaposema sipendi mkose kufahamu, ina maana anataka turudie, tukumbuke yale. Sipendi mpate kukosa kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katika bahari. Sikia, hapa anatuleta kwa wana wa Israeli. Mtumishi wa Mungu Paulo anatukumbusha safari ya wana wa Israeli walipotoka Misri kuelekea katika Kanaani, wakapita chini ya wingu, wakanywa maji. Tena anasema wote wakanywa maji, wote wakala chakula, wote. Lakini baadaye kuna maneno ya kushangaza sana hapa anaposema katika ule mstari wa 6, anaposema basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Na maana Mungu anatuleta katika historia ya wana wa Israeli, na ndio maana Mungu anataka sana kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 tukisome. Nabii amesema tukisome, tukirudie tena na tena. Kwa nini? Kwa sababu historia itajirudia. Sasa sikia, hapa walipoletwa tena kukabili kuvuka kwenda katika Kanaani, katika mzunguko wa pili hakukuwa na jambo lingine lolote isipokuwa sasa ulipaswa wavuke waende Kanaani. Hakukuwa na mzunguko mwingine wote. Jamani, turudi sasa. Mwaka 1888 Mungu alileta ujumbe ambao ulitaka wanadamu wavuke waelekee Kanaani ya mbinguni. Tulipokataa ujumbe mwaka 1888, Mungu akasema sawa, kuwe na mzunguko mwingine tena. Lakini sasa hivi tumeletwa 2025 hii kuelekea 2026, tumeletwa tena katika historia ile ya mwaka 1888. Sasa hivi hakuna mzunguko mwingine tena isipokuwa tunapaswa kuvuka. Nini kilifanyika? Jaribio lililetwa kwa Israeli, nao waliweza kukubali wakavuka, lakini walioshindwa wakabaki. Sasa hivi tena jaribio litaletwa, ndugu zangu. Hakutakuwa na mzunguko mwingine tena. Watakaoshinda watavuka, watakaobaki watabaki. Mungu atusaidie sana kuweza kutambua haya. Lakini kipindi kijacho natamani tuweze kuona kwa uzuri na kwa upana kwamba sasa ni nini leo hii kimeletwa. Lakini kina Caleb na kina Joshua na kina nani hao kwa nyakati zetu hizi? Kwa sababu kama historia itajirudia, swali la msingi hili, itajirudia vipi na wewe na mimi tutakuwa sehemu gani? Tuliona mambo haya kuhusiana na project 2025 ilipofika tule mwezi March, ilikuwa imeshatimiza mwaka jana, ilikuwa imeshatimiza 50%
ya kitabu hiki ambacho kina kurasa 900. Kurasa ziko 900. Kama kurasa ziko 900, ndugu zangu, tutambue kwamba basi katika kitabu hiki ni kurasa 450 tayari zimekwisha fanywa kazi, na leo hii tumevuka kurasa hizi. Tunaelekea wapi? Tunaelekea katika kukabili sherehe Jumapili. Maana katika project hiyo 2025 ambayo imeandikwa na Heritage Foundation, ndani yake kuna utunzaji wa sherehe Jumapili, na tutaona ajenda na hoja nzito zilizoandikwa ndani ya kitabu hicho. Cha ajabu ni kwamba dunia inaona kwamba hichi kitabu kinaleta suluhisho hapa duniani. Mungu atusaidie sana na atubariki tunapokuwa tunatafakari hayo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kutufunulia haya, asante kutufundisha haya, maana tunaona wazi historia itajirudia tena. Tusaidie tuweze kujiandaa sisi na familia zetu kuweze kuwa tayari ili kuondoka duniani hapa na kurejea mbinguni, maana huko ndiko tulikotoka na huko ndiko tunakorejea tena. Tumetumwa hapa duniani kufanya kazi kubwa na nzito ambayo Bwana umetupatia sisi Waadventista wa Sabato kuifanya. Dunia haitambui. Tuwezeshe tujue kwamba tuna jukumu uzito sana la kutekeleza kazi hii. Tujaze Roho Mtakatifu, tufanye kuwa tayari, tusapoti katika yote tunahitaji ili kuweza kukamilisha kazi hii. Neema yako ikawe nasi sote, na mtazamaji ukatulinde, ukatubariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.